kwamba sisi kama hatujaingia kwenye tumbo la mama zetu, ile mwezi wa 4 wa mimba wazazi wetu, ile mwezi wa 4 tulikuwa wapi? Tulikuwa mbinguni. Kwa hiyo Mungu atuachilia inapofika miezi 4, mama mjamzito akiwa na mimba, inapofika miezi 4 mtoto ndipo anapoanza kupiga mateke, kucheza. Kwa sasa yule mtu ameingia ndani. Mwanzo alikuwa bado hajaingia ndani. Mwanzo alikuwa nini? Alikuwa bado hajaingia ndani. Ilikuwa ni mwili unatengenezwa. Ilikuwa ni mwili unatengenezwa, umbo unatengenezwa, mwili unatengenezwa, jinsia inatengenezwa, jinsia inatengenezwa. Ndio maana ulimwengu wa roho, mtu wa rohoni, hakuna mwanamume wala mwanamke, si ndio? Hapa nini? Hakuna mwanamume wala mwanamke, wote tuko sawa kwa mambo ya kiroho. Ndio maana wewe ambao unaoa, ndio maana tunaambia pia, ambao anajifanya kama ndio tunakuoa na kuolewa, hakuna nini? Hakuna kuoa na kuolewa. Wote tabadili kutoka kwa malaika. Kwa sababu gani? Rohoni hakuna jinsia, rohoni hakuna jinsia, wote tunakuwa kama malaika, wote tunakuwa kama nini? Kama malaika. Kwa hiyo ile miezi kwanza, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3, mwezi wa 4, mama alikuwa anatengeneza nini? Anatengeneza mwili, anatengeneza mwili. Ule mwezi wa 4 sasa, ule mwezi wa 4 ndipo yule mtu anakuja kuingia ndani. Ule mwezi wa 4 ndipo nini? Ndipo yule mtu anakuja kuingia ndani. Mama mjamzito anakuja mateke, anapigwa mateke. Mtu nini? Mtu mwenyewe sasa ameingia nini? Ameingia ndani. Ametoka wapi? Ametoka mbinguni, ametoka mbinguni. Kwa hiyo ndio maana ndio tunasema kwamba sisi wenyeji wetu ni mbinguni, sio duniani. Wenyeji wetu ni mbinguni. Kwa hiyo kila mmoja lazima apambane kurudi kwao. Kila mmoja lazima nini? Lazima apambane kurudi kwao, kwa sababu mcheza kwao ufanyeje? Mcheza kwao utunzwa, mcheza kwao utunzwa. Kwa sababu gani? Mwili ni wa dunia lakini roho ni ya mbinguni. Mwili ni wa dunia lakini roho ni ya mbinguni. Kwa hiyo zile tamaa za mwili unatamani, unapambana, mwili unapambana mambo ya dunia. Mwili kazi yake ni kupambana na mambo ya dunia hii. Ndio maana wale wote ambao wanaongozwa na mwili, ukimwambia mambo ya kiroho hawezi kuelewa. Kwamba na kama uamini kwa vitu vingine, tukiangalia tunaona kwamba wewe bado hujaokoka. Ukiokoka, mtu aliyokoka hawi hivyo kama ulivyo wewe. Mtu aliyokoka hawi kama ulivyo nini? Ulivyo wewe. Simsemi mtu hapa. Hawi kama ulivyo wewe. Hawi kama ulivyo nini? Kama ulivyo wewe. Mtu aliyokoka kuna namna anavyokaa. Yaani Mungu akaamua kubadilisha, kutengeneza. Kila mmoja atakushangaa. Na ambaye anakushangaa ni ambaye yuko mwilini. Ambaye kushangaa ni yule ambaye yuko mwilini, lakini mtu ambaye yuko rohoni hawezi kukushangaa. Mtu ambaye yuko rohoni hawezi nini? Hawezi kukushangaa. Kwa sababu gani? Kuokoka ni kubadilika, ni kubadilishwa. Kuokoka ni kubadilika, ni kubadilishwa. Wewe tunaambia maokoka umenyoa kiduku, mtakushangaa. Na utakuwa ujui, mtu ambaye anakufundisha atakuwa ajui kufundisha vizuri. Wewe sio maokoka, unavaa mlegezo kwamba umeokoka. Mtu ambaye ameokoka haipo kwenye mambo hayo. Mtu ambaye ameokoka haipo kwenye mambo hayo. Uweze kuwa umesema umeokoka afu unavaa modo. Unavaa nini? Unavaa modo. Mtu ambaye ameokoka haipo kwenye mambo hayo. Mtu ambaye ameokoka hayupo kwenye mambo hayo. Labda yamkini mtu ambaye anakufundisha yeye kufundisha vizuri. Na labda pia unafundishwa lakini wewe unakuwa ngangari. Siku moja nikaota. Siku moja nikaota. Kwamba kuna vita imetokea. Baadaye askari wanafanya operation. Wakafika kwangu. Na kipindi nilikuwa navaa modo. Kwenye ndoto na kwenye soko ya ndoto tu, na kwenye nilika maisha kabisa nini? Maisha kabisa ya live. Maisha ya live, yani maisha damu ya nyama. Nilikuwa kivaa modo. Yule askari alipofika kwangu akachukua nini? Akachukua kikosi sijui wembe sijui kwa ni kisu, akachukua ile nguo akaichana. Ile nguo ambayo ilikuwa imevaa ile modo, akaichana. Kashiwa kwamba hizi nguo hazitakiwi. Hizo nguo nini? Hizi nguo hazitakiwi. Kwa hiyo kila mmoja lazima uwe makini, Kazi yetu ni kukuambia kweli, Haijalishi naumiza ama haiumizi. Lakini kazi yetu ni kukuambia kweli. Lazima uangalie. Maana sasa itasaidia nini sasa? Kwamba sasa tu uendelee kuja ama uendelee kunisikiliza ambaye nifuatilia, ama uendelee kunisikiliza wakati bado na maneno mibaya haisaidii kitu. Afadhali sasa nikwambie ukweli ili kwamba ubadilike. Ushabadilika siku ile siku ya kupokea taji, Yesu kupokea taji, kwa ukasikia maneno ambayo Mungu ameweka kinywani mwangu, ukayafuata, ukabadilika kupitia maneno ambayo Mungu ameweka kinywani mwangu, basi na ile siku mimi nipokee taji.
Na mimi siku nini? Ile siku nipokee taji kwamba kwa kuhubiri kwako huyu hapa alikuseka mtandaoni akabadilika. Huyu hapa alikuwa ni mshirika wako akabadilika. Kwa hiyo na mimi nipokee nini? Na mimi nipokee taji. Kwa hiyo lazima niseme nini? Lazima niseme kweli. Lazima niseme kweli. Kwa sababu najua ile bwana anakuambia. Hii haive ni vizuizi ambavyo vinaweza kuzuia kwamba usirudi nyumbani kwenu. Usirudi nyumbani kwenu. Bahati mbaya muda mrefu umeenda kwenu. Bahati mbaya hauijui hata njia. Lakini yupo Bwana yejua njia, ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Ndio nini? Yeye ndio njia. Kwa hiyo lazima umfuate yeye. Wewe sasa mimi naenda mimi peke yangu, wewe hujui. Muda mrefu. Umetoka kwa ukiwa bado mdogo, hujitambui, huna akili, hauelewi. Kwa hiyo haupajui. Haupa nini? Haupafahamu. Kwa hiyo unahitaji mtu ambaye tayari anaishi kule, ambaye anajua ana nini, ambaye anajua kila kitu, ili kwamba akuongoze. Na huyo mtu ni nani? Ni Yesu Kristo, ambaye anaweza kukuongoza. Maana yeye ndio njia hiyo ya kwenda huko. Hapa naposoma hivyo kwamba muda mrefu hujaenda kule, umetoka ukiwa mdogo, hata mwingine mtu haelewi. Akamba mnaguu mahali hapa sasa mnaelewa, si ndio? Nikisema hivyo mnaelewa. Nikisema hivyo mnaelewa kwamba sisi kama hatujaingia kwenye tumbo za mama zetu, ile mwezi wa 4 wa mimba wazazi wetu, ile mwezi wa 4 tulikuwa wapi? Tulikuwa mbinguni. Kwa hiyo Mungu atuachilie wetu inapofika miezi 4, mama mjamzito akiwa na mimba, inapofika miezi 4 mtoto ndipo anapoanza kupiga mateke, kucheza. Kwa hiyo sasa yule mtu ameingia ndani. Kwa mwanzo alikuwa bado hajaingia ndani. Mwanzo alikuwa nini? Alikuwa bado hajaingia ndani. Ilikuwa ni mwili unatengenezwa. Ulikuwa ni mwili unatengenezwa, umbo unatengenezwa, mwili unatengenezwa, jinsia inatengenezwa. Ndio maana kwenye ulimwengu wa roho, mtu wa rohoni hakuna mwanamume wala mwanamke, si ndio? Hapa nini? Hakuna mwanamume wala mwanamke, wote tuko sawa kwa mambo ya kiroho. Ndio maana wewe ambao unaoa, ndio maana tunawaambia pia, ambao anajifanya kwamba mbinguni kuna kuoa na kuolewa. Hakuna nini? Hakuna kuoa na kuolewa. Wote tutabadilika kutoka kama malaika. Kwa sababu gani? Rohoni hakuna jinsia, wote tunakuwa kama malaika, wote tunakuwa kama nini? Kama malaika. Kwa hiyo ile miezi kwanza, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3, mwezi wa 4, mama alikuwa anatengeneza nini? Anatengeneza mwili, unatengeneza mwili. Ule mwezi wa 4 sasa, ule mwezi wa 4 ndipo yule mtu anakuja kuingia ndani. Ule mwezi wa 4 ndipo nini? Ndipo mtu anakuja kuingia ndani. Mama mjamzito anakusikia mateke, anapigwa mateke. Mtu nini? Mtu mwenyewe sasa ameingia nini? Ameingia ndani. Ametoka wapi? Ametoka mbinguni. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba sisi wenyeji wetu ni mbinguni, sio duniani. Wenyeji wetu ni mbinguni. Kwa hiyo kila mmoja lazima apambane kurudi kwao. Kila mmoja lazima nini? Lazima apambane kurudi kwao, kwa sababu mcheza kwao ufanyeje? Mcheza kwao utunzwa. Ukicheza kwao sio kwenu, unapigwa makofi, sio kwenu. Na ndio maana tunawaambia hata wanandoa, hakuna dhambi yote unayoifanya, ile dhambi ambayo unaweza kuifanya huko sirini ukiwa na mume wako, hakuna siku ambayo utasema kwamba mume wangu alinilazimisha. Hiyo kitu hakuna. Hiyo kitu hakuna kwamba mke wangu alinilazimisha. Hiyo kitu hakuna. Kwa sababu kila mmoja ana wajibu wa kulinda safari yake. Kwa sababu gani? Tunaoana mwili sio roho. Tunaoana mwili sio roho. Warumi 8:7. Warumi 8:7. Soma kitabu cha Warumi 8:7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Amina. Ile nia ya mwili ni uadui ni uadui juu ya Mungu. Nia ya mwili, nia nini? Ni kusudi. Yaani kusudi la mwili ni uadui juu ya Mungu. Ndio maana Mungu anapambana kimpita nyuma, anapambana, anaangalia duniani. Hapa mweke hata mmoja, hata mmoja hakuna. Watu wote wanafikiria dhambi tu. Watu wanafikiria dhambi. Sababu gani? Kwa kuwa ile nia ya mwili, ni uadui juu ya Mungu. Kwa sababu gani? Haitii sheria ya Mungu. Hiyo ni moja. Haitii nini? Afadhali singekuwa haitii tu. Sio kwamba haitii tu, na haiwezi kutii. Haiwezi kutii. Piga ua, unaokoka roho yako, lakini mwili wako hauokoki. Piga ua.